Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika mwendelezo wa masomo haya ya kesha la asubuhi la vijana. Leo tuko somo la 7 la Januari 7, na somo lina kichwa cha somo kinachosema mtoto wa kwanza na kifo cha kwanza. Hakika hasira ni kitu kibaya sana. Fungu letu kuu au fungu la kukariri linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 4 fungu la 8. Kabla ya kuendelea, basi tuombe. Asante Baba wa mbinguni, tukinge na hasira na uchaguzi mbaya. Tupe kupenda watu na kukupenda wewe. Utusaidie tusijifanyie vitu tunavyotaka kama vile Adamu na Hawa walivyojishonea nguo wenyewe. Tufunike Bwana na utukufu wako. Tusamehe dhambi zetu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Fungu letu kuu linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 4 fungu la 8. Linasomeka, Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Adamu na Hawa walipojishonea nguo za majani, Mungu alikuja na kuwapa nguo za mwana-kondoo ambazo zinastiri utupu na hali ya hewa. Siku hizi wengine wanataka kutembea na nguo ndogo au fupi au za kukosa adabu. Wanadamu wote wamepoteza utukufu wa Mungu na tunahitaji nguo kamili zitufunike. Hapa wazazi wetu wa kwanza walianza kuelewa kwa kiasi fulani maana ya kifo na jinsi ya kutoa kafara wanapotenda dhambi na kuomba msamaha. Kafara ilikuwa inamwakilisha Kristo, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya dunia, ambaye angekuja siku za usoni. Walielezwa vizuri jinsi ya kutoa kafara hii, si kwa mazao ya mashambani bali mifugo. Soma zaidi katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 1 mpaka sura ya 7. Ilikuwa lazima damu imwagike, maana bila kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Warumi sura ya 6 fungu la 23. Waliendelea kuchinja wana-kondoo na kutoa kafara kwa miaka mingi mpaka wakati Kristo alipozaliwa na kufa, takribani mwaka wa 31 baada ya Kristo. Adamu na Hawa walibarikiwa kupata mtoto wa kwanza, wakamwita jina lake Kaini. Pengine walifikiri huyu atakuwa mkombozi. Walipata mtoto wa pili na kumwita Habili. Mungu aliwapa maagizo kamili ya jinsi ya kutoa kafara kwa ajili ya dhambi zao. Mwanamume ndiye aliyetoa kafara kwa ajili ya familia yake. Aliziungama dhambi zake na kisha akachinja mwana-kondoo akilenga kifo cha Yesu, mwana-kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hata leo mume au baba wa nyumba ndiye anapaswa kuwa kuhani na muhimili wa familia yake, akiongoza katika ibada na kumcha Mungu. Kaini alikuwa mkulima na mdogo wake, yani Habili, alikuwa mfugaji. Wote walileta kafara zao. Kaini alileta mazao ya mashambani. Hakutaka kusikiliza maagizo ya Mungu na kuleta kafara inayohitajiwa, bali Habili alileta wazao wa kwanza wa mwana-kondoo. Mungu alipokea sadaka ya Habili kwa kuiteketeza kwa moto, bali sadaka ya Kaini ya mazao ilikaa vile vile kwenye madhabahu. Kaini alikasirika sana na uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia, kwa nini unafanya hivyo? Hata leo Mungu anaona tunapokasirika na kuwa na chuki au wivu kama Kaini. Alimkumbusha kwa kumwambia achukue tahadhari kwamba akitenda vema atapata kibali, bali asipotenda vema dhambi inamnyemelea malangoni pake na inampasa aishinde. Badala ya kuomba kondoo kwa ndugu yake ili asaishe kosa lake, Kaini akajiona na haki na kwa hasira akaongeza uovu zaidi. Kaini akamwambia nduguye Habili waende naye uwandani, naye akamwinukia ndugu yake akamuua. Hatujui alitumia silaha gani au wazazi walipataje habari. Biblia ni kitabu kilichoandikwa kwa muhtasari. Kingeandika yote, makaratasi yasingetosha, wino ungeisha, au hata watu wasingekuwa na uwezo wa kuandika. Inaonekana Kaini alikuwa na njia fulani za uovu. Basi wazazi walikimbilia uwandani na kuona mwili wa mtoto wao usio na uhai. Hawakujua kifo kina maana gani. Walijaribu kumwita Habili, lakini wapi, hawakupata jibu. Ndipo walipoanza kujua kwa mbali maana ya kifo na kwamba dhambi yao kama wazazi ilikuwa na matokeo mabaya mpaka kwa watoto wao. Walilia mno kama Daudi alivyomlilia Absalom, mwanangu Habili, ingekuwa nafuu mimi nife badala yako mwanangu Habili. Nimefikiri huu ni wakati ambapo kulikuwa hakuna televisheni au uovu sana. Je, alipataje mafikara machafu haya? Nikagundua kuwa moyo ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kuficha, na hakuna mwanadamu ajuaye kikamilifu uovu uliomo moyoni mwake ila Mwenyezi Mungu tu. Mara zote tujikabidhi kwa Mungu, maana tusipofanya vile tutatenda ya kutisha mpaka tutajishangaa wenyewe. Basi tuanguke magotini pa Mungu na kujinyenyekeza ili yeye atutegemeze kwa mkono wake ulio hodari. Mungu alijua kwamba Kaini ana hasira na akampa onyo ili ajirudi, lakini hakutii. Inawezekana hata yeye
yeye alishangaa alipoona Habili hanyanyuki wala kupumua. Basi Mungu akitupa tahadhari, tutilie umakini. Chaguzi zetu na kutothibiti mihemko vinaweza kuleta hatari na uovu kwa kasi sana. Haijalishi ibada gani tunamfanyia Mungu, kama sisi hatufanyi vile yeye alivyoagiza, tunafanya ibada ya bure tu, au tunajipendezesha wenyewe. Mfano, pale Bwana amesema turudishe zaka ambayo ni 10% ya mapato yetu, nasi tunarudisha 3%. Huku ni kufanya ibada batili isiyo na thawabu. Mungu anahitaji utii wetu. Yeye alimwagiza mwanadamu kwamba bila ya kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kama vile mwanakondoo alimwakilisha yule mwanakondoo wa Mungu anayekuja, yaani Kristo mwenyewe, Mungu anabainisha vitu. Basi sisi tutembee kwa umakini kutokana vile alivyonena na sio vile tunavyojisikia. Bwana alimuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako Habili? Kaini akajibu kwa ujeuri, sijui. Hivi mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Au ni sawa na kusema usinisumbue, mimi si yaya wake? Mungu alijua alichokifanya na akamwambia, umefanya nini? Sauti ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Kaini akapewa adhabu kwamba atakapoilima ardhi haitatoa mazao, naye atakuwa mtoro asiye na makao rasmi duniani. Kaini akaomba apunguziwe adhabu, kwani aliona adhabu yake ni kubwa, haichukuliki. Akaogopa akisema, nitakuwa mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akasema, kila atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Akamtia Kaini alama ili kila amwonaye asije akampiga. Kaini akatoka mbele ya uso wa Bwana akakaa Nodi mbele ya Edeni. Ni kama Adamu na Hawa walikuwa wamepoteza watoto wote. Ilikuwa siku ya huzuni kuu kwa Adamu na Hawa walipoona kwamba mtoto wao amemuua mwenzake. Kwa kweli watoto wa kwanza hupendwa sana na wazazi, lakini Kaini akawa chanzo cha huzuni yao. Mtoto wao mzuri akawa muuaji wa kwanza. Kaini alikuwa amevunja amri ya 6 inayosema usiue, na kwa kiburi na hasira yake akazivunja zote 9 zilizobakia. Alama aliyopewa iliwakumbusha watoto au mke wake, na waliona mshahara wa dhambi ulivyo mchungu, ili wasifuate mfano wake. Wazazi walipoteza watoto wote wawili, maana Kaini alimwasi Mungu na alienda kuishi mbali nao. Kaini alitaka kupinga sheria ya Mungu. Hakutaka kutoa kafara iliyotakiwa kuonyesha kuwa yeye ni mkosaji. Alitaka kuonyesha kazi za mikono yake na pengine uwezo wake kujiokoa mwenyewe. Sura hii, matokeo ya kutisha ya hasira isiyothibitiwa. Hisia zisizozuiliwa za Kaini zilimpelekea kumuua Abeli ndugu yake. Kuna madhara makubwa wakati hisia zetu ziko nje ya udhibiti. Kaini aliacha nyumba yake na kutangatanga kama mkimbizi na mzurulaji, akimangamanga huku na kule. Maisha yake yalibadilika ghafla. Uchaguzi mbaya, hisia zisizothibitiwa na mitazamo hasi huleta matokeo mabaya. Kileo chaweza kuchangia kufanya mawazo yetu yasithibitiwe pia. Uchaguzi mzuri, hisia chini ya udhibiti na hisia chanya husababisha matokeo chanya. Maisha chini ya udhibiti wa Roho wa Mungu yanatayarishwa kukabiliana na hali yoyote inayotokea katika maisha kwa mtazamo wa utulivu katika kusudi kuu la Mungu. Bwana atusaidie tuweze kuwaombea kaka na dada zetu, kwani sisi ni walinzi wao. Kaini akaoa akapata mtoto akamwita Henoko, naye Henoko akapata mtoto akamwita Iradi. Iradi akamzaa Mehuyaeli, na Mehuyaeli akamzaa Methushaeli. Methushaeli akamzaa Lameki. Lameki ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kuwa na wake wawili, Ada na Sila. Walizaa watoto waliokuwa wafugaji, wapigaji vyombo vya mziki na wafua vyuma. Nafikiri kama wazazi Hawa na Adamu walipoyakumbuka maisha yao kwenye bustani kabla ya kutenda dhambi, walilia kwa uchungu mkubwa kwamba wao ndio walianza kuleta majanga haya kwa wana wao na ubinadamu. Waweza tu kupiga picha ya huzuni ya machozi yaliyowabubujika wapendwa hawa walipokumbuka haya matukio na kuwasimulia wengine. Hatuhitaji kufanya makosa yetu wenyewe ili tujifunze kutoka kwao waliotutangulia na kuishi maisha ya kumtegemea na kumtii Mungu. Maana hata kama wao wasingelitenda dhambi, bado wanadamu sote tumepewa uchaguzi wa kumtii Mungu au kutomtii. Endapo tuna mashaka kama Adamu na Hawa, mavazi yenye kustiri ni yapi? Tunaweza kurejelea mavazi ya Biblia na kuona walivaaje, na hata makuhani waliambiwa kwamba mavazi yafunike mwili ikiwemo na mapaja, la sivyo watakatiliwa mbali. Soma Kutoka sura ya 28 fungu la 42 mpaka 43. Endapo wakina mama wangetambua umuhimu wa utume wao, wangeshinda kwenye maombi ya asili, wakiwaleta watoto wao kwa Yesu, wakiomba baraka zake juu yao na kuomba hekima ya kutekeleza ipasavyo majukumu yao matakatifu. Hebu mama aboreshe kila fursa ya kuunda na kutengeneza tabia, mazoea na haiba za watoto wake. Hebu na atazame kwa uangalifu ukuaji wa tabia, akizuia mienendo inayojitokeza kwa ukubwa, akiwatia moyo wale walio na upungufu. Hebu afanye maisha yake mwenyewe kuwa mfano mzuri, safi kwa uongozi wake wa thamani. Sadaka
Sadaka 5 za kawaida katika Agano la Kale ni pamoja na sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya kuwekwa wakfu kikamilifu kwa Mungu, sadaka ya nafaka au ya unga ikionyesha shukurani kwa baraka zake Bwana, sadaka ya amani kwa ajili ya ushirika na Mungu, sadaka ya dhambi ili kupata upatanisho kwa ajili ya dhambi zisizokusudiwa, na sadaka ya hatia kwa ajili ya kurejesha haki ambazo zilikiukwa au kwa ajili ya matendo mahususi au bainifu ambayo ni makosa. Maswali: kwa nini sio vizuri kutembea uchi, au kwa nini tunavaa nguo hivi leo? Je, ni sawa kwa mwanaume kuvaa nguo zinazoonyesha kifua, mapaja na makwapa anapoenda kwenye ibada? Kaini alifanya dhambi gani? Kwa nini alipewa alama? Utawezaje kuishi na kaka, dada au wazazi wako bila chuki, wivu au ugomvi? Hatuwajibishwi kwa uchaguzi wa kaka zetu, ila tunawajibishwa na ushawishi tunaouweka kwao. Jadili hili. Hasira ni nini? Lijadili hili. Mwanzo sura ya 4 inazungumzia kisa cha Kaini na Abeli, ikifundisha watoto na watu wazima kuhusu mada kama vile hasira isiyodhibitiwa, wivu, ibada, dhambi na matokeo, mazoezi mbalimbali na majadiliano. Shughuli ni pamoja na kutengeneza picha au bamba zenye nyuso zenye kuwakilisha hisia kama vile furaha, hasira, au fanya utafiti wa mavazi ya makuhani yalikuwaje. Kutoka sura ya 28 fungu la 42 mpaka 43. Kulingana na jinsia yako, orozesha mavazi yanayokustili na kukufanya uonekane mtanashati. Mungu akubariki sana kijana, na wewe uliye mtoto wa Yesu, kwa kuendelea kusikiliza masomo haya mazuri ya Kesha la Asubuhi. Mungu akubariki sana na kuangazie nuru ya uso wake. Karibu tena katika Kesha la Asubuhi kwa siku ya 8, yani Januari 8. Aliyekuandalia somo hili ni Grace Momadi, nami niliyekuletea masimulizi haya naitwa Barnabas Samuel. Uwe na siku njema na Mungu akubariki.